Kwa majina naitwa Oscar Koshuma, ni mwanzilishi wa taasisi ya Koshumas ikiitwa Koshumas Training Institute, ambayo inajishughulisha na ufundishaji wa vyombo vya muziki pamoja na uimbaji, na tumejikita hasa kwa ajili ya watoto wadogo na vijana, watoto kuanzia miaka 4 na kuendelea. Taasisi yetu kama siku ya leo ni siku ambayo tumekutanika kuwakaribisha wazazi, ndugu, jamaa, walezi kwa ajili ya kuona maendeleo ya watoto wao, vijana ambao tumewafundisha ndani ya kipindi hiki cha miezi mitatu, ikiwa na maana kwamba kuanzia Januari mpaka mwishoni mwa mwezi Machi. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku ya kuonyesha vipaji, wapi wamefikia, sio graduation, ni mwendelezo wa masomo yalionayo. Kwa hiyo kila mtoto atakuja kwenye jukwaa, yule ambaye amejifunza kuimba ataimba baadhi ya nyimbo kuonyesha amefikia level gani. Wengine watapiga drums, wengine watapiga vyombo vya kinanda, wengine watafanya guitars. Kwa hiyo yote hii ni kuionyesha umma pia kwamba kuna taasisi kama hizi ambazo zipo hapa nchini. Sisi kama Koshumas tuna branches mbalimbali. Dar es Salaam tunapatikana maeneo ya Mikocheni, tuko Kunduchi, Kinyerezi na Kigamboni, lakini na mikoani pia tuko Dodoma, tuko Mwanza. Kwa hiyo kote huko ni huduma ambazo tunazifanya kwa ajili ya maendeleo ya vijana wetu, wasikae tu nyumbani kufocus na jambo moja. Wana vipawa mbalimbali ambavyo vitawawezesha kufanya mambo mengi kadri wanavyozidi kukua. Sasa hizi kama mnavyoona, mtu akiwa na kipaji ni mtaji tosha wa kujiendeleza, mbali na kujiona kwamba nijikite tu kwenye ajira, lakini akiwa na kipaji chake kinampeleka mbali vile ambavyo hujawahi kutegemea. Kwa majina naitwa Dr. Lynn Yese Moshi, nafanya kazi Aga Khan, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, na niko hapa Koshuma kwa ajili ya kumchia mtoto wangu ambaye amekuwa akifanya practice za piano. Alianza akiwa na miaka 3 na sasa na miaka 10 na amekuwa akifanya vizuri. Kwa nini nilimleta Koshuma? Kwa sababu nilimwona mtoto wangu akiwa mdogo anapata shida ya focusing, na alipoanza piano imemsaidia kuweza kufocus. Kwa hiyo na washauri wa mama, kama unaona mtoto wako hapati focus nzuri, ni vizuri kumfundisha piano inampa kuweza kufocus vizuri darasani. Kama mzazi, kama mimi na mama yake, tulitafakari swala la kwamba baada ya shule mtoto anafanya shughuli gani akirudi nyumbani. Kuna michezo ndio, kuna kazi za ziada za shule kama homework, lakini vile vile kuna fani ambazo anaweza kujiunga nazo ambazo zinaweza zikasaidia kujenga upeo wake wa kufikiri, kwa sababu sayansi inavyosema mnapozidi kumchanganya mtoto na vitu vingine vya ziada, ama wazungu wanasema extracurricular activities, zinasaidia ukuaji wake, inasaidia uwezo wake kufikiri, unasaidia uwezo wake kunyambua mambo na jinsi anavyokuwa. Ni kama vile shuleni pia wanapompa project tofauti zaidi ukiachana na masomo yale ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo tukaona tumjaribishe pia na kwenye muziki, na binti yetu amekuwa anafanya muziki toka na miaka 4, anafanya madarasa 2 kwa wiki kila akitoka shule jioni, na amejikuta amependa zaidi kwa anapiga ngoma. Kwa hiyo sasa hivi ni mpiga ngoma chipukizi, bado ana umri wa miaka 10 sasa hivi. Tunatarajia kwamba kwa mbeleni labda inaweza kumsaidia hata mwenyewe kwenye shughuli zake za kujitafutia, hata kama kipato cha ziada au hata kama ni hobby ambayo inaweza kumsaidia yeye kutumia muda wake vizuri zaidi katika aidha kuendeleza kipaji chake, kipaji cha wengine, na pia yeye mwenyewe kujiendeleza kiakili na kwa kufikiri. Zinanisaidia kama ninajisikia vibaya, naweza kutoa stress yangu, yani, lakini kwa ufupi tu nazipenda hizi masomo. My name is Samuel Dennis Kalewe, and I think Koshuma is a good place for learning how to focus, and I say to my fellow pianists and other instrument players or other kids that Koshuma is a great place to come and learn how to focus, to help with focusing, and it could help with in classes.